Bwana, michuano ya AFCON ambayo inaendelea kulindima kule nchini Morocco, hatua ya 16 bora kwa maana ya mtoano imefikia tamati, na sasa tunakwenda kushuhudia hatua inayofuata kwa maana ya hatua ya robo finali. Bwana, tumeshuhudia baadhi ya mataifa yakitolewa, na tumeshuhudia Kongo ya kina Fiston Kalala Mayele wakiondoshwa kwenye mashindano hayo, lakini pia tumeshuhudia kina Stefano Aziz Ki kwa maana ya Burkina Faso, Burkinabe, nao pia wakiondoshwa kwenye mashindano hayo makubwa. Bwana, sasa ni kusogezee timu ambazo zimetinga hatua ya robo finali na zimetinga kwa kuyaondosha mataifa gani. Bwana, timu ambazo zimetinga hatua ya robo finali ni pamoja na Mali, Senegali, Morocco, Kameruni, Algeria, Nigeria, Ivory Coast pamoja na Misri. Sasa Mali wenyewe wametinga hatua ya robo finali. Kumbuka hii ni Mali ya kina Djigui Diarra. Mali wao wametinga hatua ya robo finali mara baada ya kuondosha Tunisia kwenye mchezo uliomalizika kwa sare ya 1-1, na mchezo huo ukaenda hatua ya mikwaju ya penati, ambapo Mali walifanikiwa kuwaondosha Tunisia kwa kufunga penati 3-2, tukishuhudia Djigui Diarra, goalkeeper klabu ya Yanga, akifanya makubwa kwenye mchezo huo na kuokoa penati 2. Kwa hiyo Mali wao walitinga hatua ya robo finali kwa kuiondosha Tunisia. Bwana, Misri wao wakatinga hatua ya robo finali kwa kuwaondosha Benini magoli 3-1. Moja kati ya mchezo ambao ulikuwa ni mkubwa sana. Mo Salah dakika za mwishoni kabisa akaonyesha ni kwa nini anacheza timu ya Liverpool ya nchini England, mara baada ya kuweka msumari wa 3 ambao ulizima ndoto kabisa za Benini, kwa sababu tuliona Benini wakati wamefungwa 2-1 waliona kabisa kuna nafasi ya kuweza kusawazisha na kuipeleka mechi kwenye mikwaju ya penati, lakini mambo yalikuwa sivyo. Misri wakaibuka na ushindi wa goli 3-1. Bwana, Morocco wao wakatinga hatua ya robo finali kwa kuiondosha Tanzania kwa kuifunga goli 1-0, lakini ni moja kati ya mchezo ambao ulikuwa ni mgumu sana kwa pande zote mbili, hususan kwa Morocco ambao pengine walitaraji kuona mtelezo kwa Tanzania, lakini haikuwa hivyo. Tanzania wakaupiga mwingi sana, na tuliona pia hata dakika za mwishoni kabisa Tanzania wakinyimwa mkwaju wa penati, ambao pengine kama referee angeweka basi tulikuwa tunashuhudia mchezo ukienda dakika zile za nyongeza, kwa maana dakika 30 halafu kwenda matuta, lakini referee akainyonga Tanzania kama ambavyo mlitazama mchezo, na malalamiko yakawa ni mengi sana, lakini mwisho wa siku Morocco akasonga mbele. Nigeria wao wakatinga hatua ya robo finali kwa kuiondosha Msumbiji kwa magoli 4-0, na ni ushindi ambao ndio ushindi mkubwa kwenye hatua ya mtoano ambao hakuna timu yoyote ambao imeupata ushindi wa namna hiyo. Nigeria bwana wakatumia ukubwa wao kuiadhibu timu ya taifa ya Msumbiji, kina Ademola Lookman na kina Victor Osimhen wakifanya makubwa kwenye mchezo huo. Senegali wao wakaiondosha Sudani kwa magoli 3-1, moja kati ya game ambayo ilikuwa ni ngumu sana, ambapo tulishuhudia Sudani wakiwa wa kwanza kuingia kambani za Senegali, lakini ukubwa wa Senegali ukaiamua mechi, ukubwa wa wachezaji wa Senegali ukaiamua mechi na kuweza kuibuka na ushindi wa goli 3-1. Algeria dhidi ya Congo DRC, bwana, Congo wanakubali kuondoshwa dakika za mwishoni kabisa, dakika ya 118 kwenye zile dakika 30 kabla ya kuelekea kwenye mikojo ya penati, baada ya Congo kushikilia bomba na kuizuia kabisa Algeria kina Mahrez, lakini ilishindikana. Dakika ya 118 inaelekea 119 kabla ya kuelekea kwenye mikojo ya penati, Algeria wakapata goli ambalo lilizima ndoto kabisa za Congo kuweza kutinga hatua ya robo finali ya michuano hiyo. Kwa hiyo Congo bwana wameondoshwa, kina Fiston Kalala Mayele hawatokuwemo tena na wameaga mashindano. Ivory Coast, bingwa mtetezi, hakika kaonyesha ni kwa namna gani hakuwa bingwa kwa bahati mbaya, licha ya kuwa bingwa wa michuano hiyo kwa kupita njia ya best loser wakati ule,
lakini wameonyesha ni kwa namna gani pia hata ile best loser haikuwa bahati mbaya kwao. Bana, bingwa mtetezi amemwazibu Burkina Faso magoli 3-0. Amadi Diallo, nyota wa klabu ya Manchester United, akichukua tuzo ya mchezaji bora mara 3 kila mechi, na akiwa ndio mchezaji ambaye amechukua tuzo nyingi za mchezaji bora kwenye mashindano hayo. Bwana, wanaibuka na ushindi wa goli 3-0 dhidi ya Burkina Faso, Amadi Diallo akifanya mambo yake kwenye mchezo huo. Kwa hiyo hizo ndizo timu ambazo zimetinga hatua ya robo finali. Sasa mara baada ya kutinga hatua ya robo finali, tunafahamu sasa ni hatua ya robo finali, na hatua ya robo finali ni siku ya Ijumaa. Na robo finali bwana, Mali anakwenda kukutana na Senegal kivumbi, na mechi itapigwa siku ya Ijumaa. Lakini Morocco wao wanakwenda kukutana dhidi ya Cameroon. Morocco dhidi ya Cameroon. Algeria wao wanakwenda kukutana na Nigeria. Hawa ni somo na bendera zao ni kama rangi zinafanana, japo kuna utofauti tu katikati. Algeria wana kama nyota fulani hivi, lakini Nigeria hawana alama yoyote kwenye ile bendera yao. Kwa hiyo Algeria dhidi ya Nigeria wanakwenda kukutana hatua ya robo finali. Ivory Coast wanakwenda kukutana na Misri, moja kati ya game ambayo inawakumbusha watu finali ya miaka ya nyuma, Misri dhidi ya Ivory Coast, moja kati ya game ambayo inasubiriwa kwa hamu kubwa sana. Kwa hiyo mechi ya Mali na Senegal, Morocco na Cameroon zitapigwa siku ya Ijumaa. Kwa maana ya Mali itakuwa ni mechi ya kwanza, mechi ya usiku itakuwa ni Morocco na Cameroon. Kwa pande siku ya Jumamosi ni Algeria dhidi ya Nigeria, mechi ya jioni, lakini mechi ya usiku itakuwa ni Ivory Coast dhidi ya Misri. Kwa hiyo hiyo ndio ratiba ya michuano ya AFCON ambayo imefikia tamati kwa maana ya hatua ya 16 bora, na tumeshuhudia mataifa ambayo yametinga hatua hiyo ya robo finali. Na ukitazama namna ambavyo mataifa yaliyotinga hatua ya robo finali, unaona kabisa kila mechi ambayo inaenda kuchezwa hatua ya robo finali ni kama finali yenyewe. Kwa hiyo tunasubiria kuona ni nani ambaye anakwenda hatua ya nusu finali, ni nani ambaye anakwenda kucheza finali. Ni Mali, ni Senegal, ni Misri, ni Cameroon, ni Nigeria, ni Algeria, ni Ivory Coast au ni Egypt? Moja kati ya maswali ambayo kila mmoja anajiuliza na kila mmoja anasubiria kwa hamu kuona nani ambaye anatinga hatua ya finali ya kombe la AFCON. Moja kati ya michuano ambayo tumeona uwezo mkubwa, tumeona kasi, tumeona mpira, tumeona kabumbu likipigwa. Kwa hiyo ni moja kati ya michuano ambayo si ya kukosa kuitazama, na ni moja kati ya michuano ambayo kila timu ambayo imeshiriki michuano hiyo imefanya kila ambacho ilikifanya, kama ambavyo Tanzania wamefanya baada ya kuwafanya wenyeji Morocco kujua kwamba Tanzania ina wachezaji na bora na ina ushindani ambao wanaweza kautoa kwa timu yoyote ile. Kwa hiyo hiyo ndio draw